ilikuwa ni majira ya saa 5:45 asubuhi huko katika kata ya Kisesa, tarafa ya Sanjo, katika wilaya ya Magu, kwenye barabara kuu inayotoka Mwanza kuelekea Msoma. Ni kwamba gari lenye namba za usajili T 885 ENK aina ya Scania, mali ya kampuni ya Sedco Tanzania Limited, ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Mdamu Masalu Nyarusila. Ana umri wa miaka 40. Kazi yake ni dereva na mkazi wa Bariadi. Gari hiyo lori ilimgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara hiyo. Aliyegongwa anaitwa Prosper Yusuf Msafiri. Ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 na ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi iitwayo Wita na ni mkazi wa Kisesa. Ajali hiyo ilisababisha kifo cha mtoto huyo hapo hapo kwenye eneo la ajali. Baada ya ajali hiyo ambayo ilishuhudiwa na watu wengi, hasa ukitilia maanani kwamba ni muda wa mchana watu kwa kwenye shughuli zao, wananchi waliokuwepo eneo hilo walihamaki, wakapata hasira na hivyo kuamua kufunga barabara hiyo ili kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee, jambo ambalo lilileta adha ya muda mfupi katika eneo hilo. Licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wa eneo hilo na raia wema, lakini na askari wa kituo cha polisi Kisesa kuwaomba wananchi wasifanye hivyo, wawe watulivu ili hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa. Hata hivyo, wananchi hao waliendelea kufanya vurugu na kuweka matuta kwa kuweka mawe barabarani ili kuzuia magari yasipite. Hata hivyo, jeshi la polisi walifika na kuongezeka katika eneo hilo mara moja na kuwadhibiti na kuzidhibiti fujo hizo. Baada ya kuwaelimisha, na wale waliokaidi walitawanywa kwa kutumia mabomu ya machozi na waliweza kuondoka ndani ya muda mfupi, na hivyo jeshi la polisi likafanikiwa kurejesha amani katika eneo hilo na kuruhusu barabara hiyo kuendelea kutumika katika hali yake ya kawaida, ambapo inaendelea kutumika hadi sasa. Hata hivyo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limechukua jitihada za kuwasiliana na mamlaka ya barabara, yani TANROADS, ambao sasa tunapoongea wamekwisha fika kwenye eneo hilo na kuanza kufanya tathmini na kuona namna ya kuweka matuta kama ambavyo wananchi wameomba. Hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na jeshi la polisi ni kukamata dereva wa gari hilo ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi, gari lililosababisha ajali, lakini pia kukagua eneo la ajali, na hilo gari limezuiliwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Dereva huyo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo tumemshikilia kwa sababu hizo za usalama wake, lakini pia za kiuchunguzi kuhusiana na tukio hili. Tunazidi kuwaomba wananchi waache kujichukulia sheria mikononi. Pili, tunaomba madereva kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali ambazo zinaepukika. Jeshi la polisi limeendelea kuimarisha doria katika eneo hilo la Kisesa na kuchukua tahadhari kubwa ya kudhibiti aina yoyote ya vurugu zinazoweza kujitokeza katika eneo hilo. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi
maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.